Naitwa Esther Jeremia Mchere. Ibada ya leo imekuwa ni ibada ya tofauti sana katika maisha yangu, kwa sababu neno la leo lilikuwa linasema faraja katika ujio wa Yesu Kristo. Neno la leo limekuwa baraka katika maisha yangu kwa sababu nimepata faraja mpya, nimepata neema mpya ambayo imenipa njia na mwongozo kwamba hata kama tukifa, hata kama tutapata matatizo mbalimbali, bado tunalo tumaini moja ambalo ni Yesu Kristo. Baadaye atakuja duniani kutuchukua tena. Lakini napenda kukutia moyo kwa habari ya msamaha. Wewe ambaye hujafika kwa siku ya leo, lakini unahisi ndani ya moyo wako kuna mtu ambaye umekaa naye moyoni, unatembea naye moyoni, ninaomba umsamehe, kwa sababu vitu vyote hapa duniani vinapita. Wenyeji wetu ni mbinguni. Lakini kama umemkosea, kuna mtu amekukosea lakini bado hujamwachilia, naomba umwachilie, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alipokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akatupenda. Yeye ndiye aliyetupenda kwanza, na sisi ndio tunampenda. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye unahisi unaye moyoni amekukosea makosa mengi kiasi gani, mwachilie, kwa sababu hapa duniani tunapita. Kwa kweli imenitoa eneo moja kwenda eneo jingine, nitaimarika katika roho na kweli. Kwa kweli nimemwona Mungu kwenye ibada ya leo. Kwa kweli nipende nikutie wivu na wewe uweze kukaribia kwenye ibada zetu za kila siku, maana kanisani kwetu tunamuona Mungu sana. Ibada ya leo kwa kweli nimemwona Mungu amenihudumia kwa njia tofauti kabisa. Naitwa Veronica John. Ibada ya leo imenibariki sana kuanzia ilipoanza, hata katika kwenye neno la Mungu. Ibada ya leo imenibariki, umefundishwa kuhusu upendo, tumaini, bado kuna tumaini katika Bwana, faraja. Yesu ni faraja yetu. Tumejifunza mambo mengi, na nimejifunza kuhusu kusamehe pia, maana Mungu ni faraja ya kwetu sisi. Kwa Mungu kwangu amekuwa faraja, na kuna mzigo amenitua kutoka ndani ya moyo wangu kupitia neno la leo. Amen. Mungu ni pendo katika wote, maana yeye ni pendo. Alitupenda sisi akaacha enzi na mamlaka kwa ajili yetu. Ninamshauri mtu ambaye hajahudhuria katika ibada au ambaye hahudhurii kwenye ibada, Mungu anatupenda sote. Kwa hiyo tuhudhurie kwenye ibada ya Mungu, na ambaye hujahudhuria ibada ya leo, ilikuwa ni ya baraka sana na Mungu ametubariki sana. Ninafurahi kwa sababu tangu nimeanza mwaka mpaka huu tupo nusu ya huu mwaka, ni kwa sababu ya neema ya Mungu imetuwezesha, na bado naendelea kumshukuru Mungu, maana ninaamini tena katika miezi 6 iliyobaki tutafika salama mwezi wa 12. Kwa neema ya Mungu tutatufikisha salama katika mwezi wa 12. Ninaitwa Yusufu Adamu. Ibada ya leo imekuwa ya baraka sana, kwa sababu tumekumbushwa kama ambavyo inasema neno la Mungu kwamba kila neno litakuwa kinywani mwake linafaa kwa kutukumbusha, kutufundisha. Kwa hiyo tumekumbushwa juu ya kusamehe, juu ya kupendana. Yani hii imekuwa ni tatizo kwa watu wengi, yani kwamba wanashikilia vitu sana, tunakuwa na vinyongo, yani tunavibeba mioyoni mwetu, yani tunashindwa kuachilia. Kwa hiyo ibada ya leo imetukumbusha kwamba Mkristo hapaswi kuwa vile. Mkristo unapaswa, hata kama umekwazwa, kwa sababu tuko hapa duniani tunaishi kwenye jamii, watu tofauti tofauti, wenye makuzi tofauti, wenye imani tofauti, kwa hiyo tuzunguka, lazima kukwazana kupo yani. Lakini tumekumbushwa kwamba hata mtu anapokukosea, yani msamehe, liondoe moyoni, ili maisha mengine yaweze kuendelea yani, na tupendane yani, kwa sababu ndio agizo kuu ambalo tuliachiwa na Bwana Yesu. Wito wangu ni kwamba kama tulivyofundishwa, kama tulivyokumbushwa kwamba tujifunze kusamehe yani. Tuwapende wanaotukosea yani, tuwapende wanaotuzunguka, lakini pia tujitahidi kuhudhuria kwenye ibada kama hivi, ambapo tunakutana neno la Mungu, tunafundishwa mambo mbalimbali, tunakumbushwa mambo mbalimbali.